upendaye sana, Mungu unayetutazama na kutuangalia kila tunapokimbilia kwako kwa mioyo iliyonyenyekea na kupondeka. Ninakimbilia mbele zako e Bwana katika jina la Yesu. Majira haya na saa hii, Mungu uliyejaa upendo na neema, ninaomba neema yako na pendo lako likapate kutufunika sasa. Ni wakati ambao e Bwana tunakwenda kusikia ujumbe wa neno lako. Ninaomba Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu akatufundishe. Roho Mtakatifu akatuelekeze, akaseme na mioyo yetu, akaseme na roho zetu. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, niko tayari unitumie kama chombo chako katika pendo lako na neema yako, ili useme na kanisa lako, ili useme na watoto wako wanaosikia neno hili sasa. Mungu, katika jina la Yesu, nami naahidi ya kwamba sifa na utukufu wote vitakurudia wewe. Mungu, kwa neema na pendo lako, ninaomba kila anayetoka kwenye ibada hii atoke wakati anasema, hakika leo nimemwona Bwana, hakika leo nimehudumiwa na Bwana. Hayo yatawezekana Mungu wetu ukiwa pamoja nasi, katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunajidhabihu damuni mwako, utuhudumie sasa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu aliyetupa nafasi tena siku hii ya leo. Tutasoma neno kutoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu. Yohana Mtakatifu sura ile ya 3 mstari wa 16. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kalenda yetu ya kanisa tunaongozwa na wazo linalosema, tutazamie kwa furaha ujio wa Mwokozi. Tutazamie kwa furaha ujio wa Mwokozi. Kwenye hili andiko ambalo tumelisoma, Roho Mtakatifu amenipa kichwa cha somo kidogo ambacho ndicho tutakachotembea nacho mchana huu wa leo na siku hii ya leo. Roho Mtakatifu amenipa kichwa kidogo cha somo kinachoendana na mstari tuliosoma, na kichwa hicho cha somo kinasema, upendo wa Mungu unavyoweza kukusaidia kushinda vita katika majira ya mwisho wa mwaka. Upendo wa Mungu unavyoweza kukusaidia kushinda vita katika majira ya mwisho wa mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Wanaosaidiwa na Bwana, haleluya. Wanaopiganiwa na Bwana, haleluya. Wanaosema sisi ndio wale tuliosaidiwa na Bwana kuanzia mwezi Januari na sasa tuko Disemba, Mungu anatusaidia kuvuka, haleluya. Wanaosema kama sio Mungu aliyenisaidia mpaka hatua hii nisingefika hapa, waseme amen. Waseme amen. Wanaoamini kwamba mwaka huu wanavuka kwa ushindi kwa nguvu ya Bwana, waseme amen, amen. Nami ninakutamkia kwenye madhabahu hii kama kuhani wa Bwana, kama kuhani wa madhabahu, ya kwamba katika jina la Yesu Kristo utavuka mwaka huu kwa ushindi katika jina la Yesu. Haijalishi walisema hautavuka, haijalishi walisema utaishia njiani, ndoa yako itaishia njiani, biashara yako itaishia njiani, nafasi yako kazini itaishia njiani, mambo yako yataishia njiani. Bwana amenituma katika pendo lake siku ya leo nikutangazia ya kwamba hakuna kuishia njiani katika jina la Yesu. Ni lazima tuvuke, ni lazima tuvuke, na tuonane tena 2026 katika jina la Yesu. Kama unaamini katika kuvuka, sema amen. Wapendwa katika Bwana, ninatamani tuangalie mstari huu wa 16 kwenye hichi kitabu cha Yohana sura hiyo ya 3 mstari wa 16.
Yohana 3:16, Biblia inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hapa Biblia inakaza juu ya kitu ambacho tunasema ni upendo wa Mungu. Na upendo huu wa Mungu unapoutazama hapa, utagundua kuna mambo makubwa mawili. Kuna upendo wa Mungu ambao umefunuliwa kwa ajili ya watu wote. Watu wote wamemiminiwa huo upendo na Mungu aliye hai. Ndio maana hapo unaona anasema kwamba kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Anazungumza juu ya upendo wa kimajumui, upendo ambao unawalenga watu wote wanaomjua Mungu na wasiomjua Mungu. Mungu anawapenda watu wote. Huu ni upendo ambao tunaita upendo wa watu wote. Lakini kuna kiwango cha pili ambacho ndicho Mungu anakitaka watu wote wanaomwamini yeye wakifikie. Unaona hapo anasema kwamba ili kila mtu amwaminie, ili kila mtu amwaminie. Anazungumza juu ya hatua ya pili ambapo unauamini ule upendo wa Mungu. Unapouamini ule upendo wa Mungu, ule upendo unaingia ndani yako. Ule upendo ukiingia ndani yako, kwa sababu Biblia inamtaja Mungu kama Mungu ni pendo, manake Mungu atakuwa anaishi ndani yako na wewe pia utakuwa unaishi ndani ya Mungu. Kwa Mungu ataishi ndani yako na wewe utaishi ndani ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu umeujua ule upendo ambao Mungu ameuachia kwa ajili ya watu wote. Ukaenda hatua ya pili ya kuamini huo upendo. Unapouamini huo upendo, unakuwa umeruhusu huo upendo kuingia ndani yako na wewe kuishi ndani ya huo upendo. Ngoja nikuonyeshe kitu kimoja, tuendelee mbele kidogo. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 16. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 16. Biblia inasema hivi: nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Unaona hicho kipengele? Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akae katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Hapo anazungumza juu ya vitu kadhaa. Jambo la kwanza, anazungumza juu ya kufahamu huo upendo. Upendo gani ambao anasema ufahamu? Ufahamu wa upendo ambao Mungu ameutoa kwa ajili ya watu wote, kwamba ni upendo wa watu wote, wewe na mwingine yeyote anayemwamini Mungu na asiyemwamini Mungu. Mungu anawapenda wote, na huu upendo ndio ambao huo unatuvuta kwa Mungu. Kwa hiyo huu ni upendo ambao Mungu anataka tuujue. Lakini unapoujua huo upendo, Mungu anachotaka kutoka kwako ni wewe uende hatua ya pili zaidi. Na hatua ya pili zaidi ni kuliamini hilo pendo. Ni kuliamini hilo pendo. Ndio maana hapo unaona anasema kwamba na kuliamini. Na kuliamini. Kujua hilo pendo hakutoshi, lakini kuliamini hilo pendo ndiyo hatua ya juu, ambayo sasa unapoliamini hilo pendo sasa linaumbika kuwa Mungu, linaishi ndani yako. Ndio hapa Biblia inasema kwamba hilo pendo ni Mungu. Mungu ni upendo. Ukishamwamini yeye, Biblia inasema utaishi ndani yake na yeye ataishi ndani yako. Maana yake ni kwamba Mungu atakuwa ndani yako na wewe utakuwa ndani ya Mungu ambaye ni pendo. Twendeni taratibu. Kama Mungu atakuwa ndani yako na wewe utakuwa ndani ya Mungu, maana yake ni kwamba mtu akikuangalia haishi kukuona wewe, bali anakuona wewe na kumwona Mungu unaishi ndani yako, na kumwona Mungu wako unaishi ndani yake.
Kwa hiyo hatoishia kukuona wewe, atamuona na Mungu wako ambaye wewe unaishi ndani yake. Maana yake ni nini? Unapokutana na vita yoyote katika hicho kiwango, tayari hapo uko kwenye kiwango cha Mungu kuwa ndani yako na wewe kuwa ndani ya Mungu ambaye ni pendo. Na kama uko kwenye hicho kiwango, manake ni kwamba unapokutana na vita ya aina yoyote, iwe ni vita kazini, iwe ni vita kwenye biashara, iwe ni vita kwenye ndoa, iwe ni vita ya familia, iwe ni vita kwenye eneo la kutokuvuka kwenye madeni, iwe ni vita kwenye eneo la mahusiano au kwenye ndoa, vita ya aina yoyote unapokutana nayo, kwa sababu Mungu anaishi ndani yako na wewe unaishi ndani ya Mungu, hiyo vita haitakuwa ya kwako, bali itakuwa ni vita yako pamoja na Mungu wako. Maanake ni kwamba hiyo vita hautapigana mwenyewe, atapigana Mungu wako unaishi ndani yake. Ndio kile kiwango ambacho Biblia inasema hivi: vita si vya kwenu, vita ni vya kwangu. Vita si yako, vita ni ya Bwana. Nami nakutangazia siku hii ya leo kwenye hii madhabahu ya kwamba vita yoyote unayoiona ndani yako, Mungu ambaye ni pendo anayeishi ndani yako atakusaidia katika jina la Yesu kupigana hiyo vita. Mungu atapigana vita yako. Wanaoamini ya kwamba Mungu atapigana vita yao wangemshangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Amen, amen, amen. Sikia nikuambie, wasikutishe. Hata kama unapita kwenye vita nzito, umechoka, unapita kwenye vita nzito, unaona inakukatisha tamaa. Yawezekana ninasema na wewe hapa, uko kwenye vita nzito, hujui utavuka au hautavuka. Tatizo lako hiyo vita ulikuwa unaitazama kama ya kwako. Tatizo lako hiyo vita ulikuwa unaichukulia kama ni ya kwako binafsi. Nataka nikwambie kwenye hii madhabahu, Mungu ambaye ni pendo anaishi ndani yako, anakwenda kuibeba hiyo vita. Hiyo vita si ya kwako, vita ni ya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Sema amen, amen. Sema amen, amen. Wanaoamini Mungu anakwenda kupigana vita yao waseme amen. Ngoja nikusomea andiko moja, kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 19. Yeremia 1 mstari wa 19. Biblia inasema hivi, Yeremia 1 mstari wa 19, nao watapigana nawe lakini hawatakushinda. Kwa nini? Anasema hivi, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Sikilize hilo neno kwa makini. Naomba nilirudie, lisikilize kwa makini. Biblia inasema hivi, nao watapigana nawe lakini hawatakushinda, maana mimi nipo pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Sio kwamba hawatapigana, no. Ile kwamba umembeba Mungu ndani yako, maanake ni kwamba kuna vitu vikubwa vya kimungu ambavyo umevibeba ndani yako, vya kukusaidia kuinuka juu, vya kukusaidia kupiga hatua kwenda mbele, vya kukusaidia kuinuka na kustawi. Kuna hivyo vitu ambavyo umevibeba ndani yako. Hata kama kuna vita ya nje inayopigana na wewe, umembeba Mungu. Kuna vitu vikubwa vya kukusaidia kufanikiwa umevibeba ndani yako, na kwa sababu hiyo tegemea kwamba watapigana na wewe. Hawezi kuacha kupigana na wewe. Mti wenye matunda ndio unaopigwa mawe. Ukiona haupigwi mawe, ujue kwamba hauna matunda ndani yako. Ukiona unapigwa mawe mengi, ujue matunda ulioyabeba ni mengi sana. Na ndio maana unaona unapigwa mawe mengi sana, kwa sababu matunda ulioyabeba ni mengi sana. Na kwa sababu hiyo Biblia haisemi hawatapigana na wewe. Biblia inasema watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Hawatakushinda. Hapa ndipo napompenda Mungu.
Watapigana nawe lakini hawatakushinda. Watapigana nawe kazini lakini hawatakushinda. Watapigana nawe kwenye biashara lakini hawatakushinda. Watapigana nawe kwenye hiyo ndoa lakini hawatakushinda. Watapigana nawe kwenye uchumi wako lakini hawatakushinda. Kwa nini? Kwa sababu umembeba mfalme wa wafalme, umembeba Bwana wa mabwana, umembeba jemedari wa vita, umembeba shujaa wa vita. Anasema yeye yuko pamoja na wewe, na kwa sababu yuko pamoja na wewe utashinda katika jina la Yesu. Walioko hapa wanaoniambia kwamba mtumishi wa Bwana, nitashinda, 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 waseme amen, amen. Nisikilize, majira ya mwisho wa mwaka ni majira ambayo mara nyingi yanakuwa yamebeba utukufu mkubwa ndani yake. Sikiliza kwenye hicho kipengele, majira ya mwisho wa mwaka mara nyingi yanakuwa yamebeba utukufu mkubwa ndani yake. Kwa nini Mungu anaachilia utukufu mkubwa kwenye majira ya mwisho wa mwaka? Ili kumsaidia mtu kupata nguvu kubwa ya kumwezesha kuanza mwaka unaofuata. Ndio maana unaonaga mara nyingi watu wengi wanasemaga Januari ni ngumu, Januari ni ngumu, mwezi wa kwanza ni mgumu. Watu wengi wanalia. Kwa nini? Kwa sababu unakuta hawajaubeba ule utukufu wa majira ya mwisho ili waingie nao katika majira ya kuanza mwaka. Kwa sababu hiyo Mungu huwa anaachilia utukufu mkubwa katika majira ya mwisho, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Hagai 2 ule mstari wa 9, ya kwamba utukufu wa mwisho unakuwa mkubwa kuliko ule utukufu wa kwanza, ili kukusaidia wewe kuwa na nguvu kubwa ya kuanza msimu mpya wa mwaka mpya unaoanza, ili kukuwezesha kuanza msimu mpya kwa ushindi wa mwaka mpya unaoanza. Na ndio maana leo Mungu amenituma nije nikwambie kwamba majira haya ya mwisho wa mwaka tunapoelekea kumaliza, haleluya, haleluya, Mungu amenituma nikwambie katika majira haya ya mwisho wa mwaka tunapoelekea kumaliza mwaka huu, nikutangazia ya kwamba anaachilia utukufu mkubwa ndani yako wa kukuwezesha wewe kuanza mwaka ujao kwa ushindi katika jina la Yesu. Sasa kwa sababu utukufu ni mkubwa wa mwisho, uwe na uhakika vita yake pia inakuwa kubwa. Kwa nini? Kwa sababu kiwango cha utukufu alichokibeba mtu ndicho kinachoamua kiwango cha vita atakayoipitia mtu kwenye maisha yake. Elewa hicho kipengele. Kiwango cha utukufu alichokibeba mtu ndani yake ndicho kinachoamua kiwango cha vita atakachokutana nacho huyo mtu kwenye maisha yake. Kwa sababu hiyo, kama kiwango cha utukufu ni kubwa, uwe na uhakika na kiwango cha vita atakayokutana nayo huyo mtu itakuwa kubwa pia. Na kama kiwango cha utukufu kitakuwa kidogo, na kiwango cha vita itakuwa ndogo. Na kwa sababu hiyo, kama kwenye maisha yako unakutana na vita nzito, na kama hivi ninavyozungumza na wewe unapita kwenye vita nzito sana, uwe na uhakika kiwango cha utukufu ulichokibeba ndani yako, kiwango cha neema ulichokibeba ndani yako ni kikubwa sana. Na ndio maana unaona unapigwa vita sana. Na kwa sababu hiyo usikate tamaa. Hata kama vita ni kubwa, amini ya kwamba Mungu wako bado anakupenda. Katikati ya maumivu ulio nayo, amini ya kwamba Mungu anakupenda. Katikati
katikati ya machozi ulionayo, amini ya kwamba Mungu anakupenda. Katikati ya ugumu wa vita unayokutana nayo, amini kwamba Mungu bado anakupenda. Katikati ya mazito na magumu unayokutana nayo, amini kwamba hata sasa, hata saa hiyo, Mungu yuko pamoja na wewe, na utashinda katika jina la Yesu. Utashinda katika jina la Yesu. Sema amen. Majira ya mwisho wa mwaka huwa yamebeba vita inayotokana na aina ya sadaka ambazo huwa zinatolewa kwa miungu mingine kwenye majira ya mwisho wa mwaka. Na mara nyingi sadaka zinazotolewa kwa miungu mingine kwenye majira ya mwisho wa mwaka ni sadaka za damu. Na ndio maana unaona kafara zinatolewa nyingi. Watu wengine wanatoa kafara za wanadamu. Mtu anatengenezewa ajali, anaondoka, damu inamwagika, kinachotafutwa ni damu ya kafara. Watu wengine wanatoa kafara za wanyama. Watu wengine wanatoa kafara za fedha. Watu wengine wanatoa kafara za aina tofauti tofauti. Na kwa sababu hiyo, wanachokitafuta hawa watu ni nguvu kubwa itakayowawezesha wao kuanza mwaka unaofuata. Kinachotafutwa mara nyingi watu wanapotoa sadaka za namna hiyo sio kingine, wanatafuta nguvu ya kuanza nayo mwaka unaofuata. Ndio wanatafuta kwa miungu yao. Na kwa sababu hiyo, sisi tulioko katika Kristo, sisi tunaoishi katika Kristo, nguvu yetu inatokana na Bwana wa mbinguni. Kafara yetu ni damu ya Yesu Kristo. Nguvu yetu tunaipata kutokana na Kristo Yesu Bwana wetu. Na kwa sababu hiyo, hiyo nguvu na damu ya Yesu ndio itakayotuwezesha kuanza mwaka unaofuata. Ili ushinde hiyo vita ya majira ya mwisho wa mwaka, ni lazima Mungu awe ndani yako. Lazima Mungu awe ndani yako. Yaani moja ya majira ambayo unahitajika uimarishe uhusiano wako na Mungu ni majira ya mwisho wa mwaka. Ni majira ya mwisho wa mwaka. Hakikisha huachi kuomba ulinzi juu yako. Hakikisha huachi kunyunyiza damu ya Yesu juu yako. Huachi kunyunyiza damu ya Yesu kwenye biashara. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye nafasi yako kazini. Nyunyiza damu ya Yesu kwenye vitu vyako. Jitamkie ushindi, jitamkie kuvuka, jitamkie kupenya. Acha kujitamkia kufa, maana hautakufa bali utaishi, nawe utayasimulia matendo makuu ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Usijitamkie mabaya, jitamkie ushindi, jitamkie neema, jitamkie kuvuka, jitamkie kupenya kwa kutumia damu ya Yesu. Hatuna jina lingine na hatuna kafara nyingine itupasayo sisi kuokolewa kwalo isipokuwa ni kafara iliyoko ndani ya damu ya Yesu. Andiko letu la mwisho, kitabu cha Warumi sura ile ya 8 mstari wa 37. Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Kwenye hichi kitabu cha Warumi 8 mstari wa 37, Biblia inasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Katika mambo hayo yote, katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Katika maumivu hayo unayoyapitia, amini unashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyekupenda. Katikati hiyo vita unayoiona mbele yako, amini unashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyekupenda. Hata kama unaona kama ndoa yako haiendi vizuri, amini hata katika hilo unashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyekupenda. Unaona kazini mambo hayako vizuri kabisa, amini hata katika majira kama hayo
Kwa Mungu anayekupenda unashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyekupenda. Hata kama kwenye uchumi unaona mambo kwenye uchumi hayaendi, mambo yamesimama, ukiangalia vizuri, mbona na kama naishia tu kwenye madeni, mbona kama uchumi wangu hauendi vizuri, hata katikati ya hilo, amini ya kwamba unashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Mungu ameachilia nguvu ya tofauti ndani yetu. Mungu ameachilia upendo wa pekee ndani yako, ambao huo upendo unakuwezesha kushinda na zaidi ya kushinda. Hata kama wamekutenga kwa sababu yoyote ile, wamekuacha kwa sababu yoyote ile, wamekutupa kwa sababu yoyote ile, bila kujali sababu zao, amini ya kwamba wao hawakupendi, lakini Mungu aliye hai anakupenda. Na kwa sababu yeye anakupenda, unashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyekupenda. Amen, amen. Huwa ninampenda sana Mungu, maana unapokiri neema ya ushindi na unapokiri ya kwamba yeye anakupenda, na kwa sababu anakupenda utashinda. Yeye hajawahi kumwacha mtu wa namna hiyo. Yeye hajawahi kumpungukia mtu wa namna hiyo. Mtu wa Mungu, ninasema nayo kwenye madhabahu ya Mungu, katikati ya vita unayoiona, uone upendo wa Mungu ambao ni mkuu kuliko hiyo vita unayoipitia, ili huo upendo wa Mungu ambao ni mkuu ukupe kuendelea mbele tena, ukupe kupiga hatua mpya tena, ukupe sababu ya kuimarisha mahusiano yako na Mungu aliye hai. Majira ya mwisho wa mwaka, Mungu akuepushe na mabaya, mabaya unayoyafahamu, mabaya usiyoyafahamu, mabaya ya mbali, mabaya ya karibu, mabaya ya kila namna. Mungu akuepushe nayo. Mungu akuepushe na mikosi. Mungu akuepushe na balaa. Mungu akuepushe na ajali. Mungu akuepushe na mauti ya ghafla. Mungu akuepushe na mauti ya kutengenezwa. Mungu akuepushe na mauti ya majira. Mungu akuepushe na roho za mauti katika haya majira ya mwisho wa mwaka. Tuvuke tena kwa ushindi mwaka huu. Tukutane 2026 katika jina la Yesu Kristo. Amen. Naomba sasa tusimame tukaombe kwa dakika chache. Ninatamani sasa tunapoingia kwenye maombi, tunaenda na ajenda mbili. Ajenda ya kwanza itakuwa ni kupangua na kujitenga na mabaya na roho za mauti ambazo huwa zinatembea katika majira ya mwisho wa mwaka. Unajitenga na mabaya na roho za mauti ambazo huwa zinatembea katika majira ya mwisho wa mwaka. Kataa ajali, kataa kufa ghafla, kataa mauti ya kutengenezwa juu yako, kataa mabaya ya kila namna kwenye maisha yako. Ajenda ya pili, tutamwomba Mungu ulinzi, ya kwamba Mungu atulinde, Mungu atufunike majira ya mwisho wa mwaka, tumalize kwa ushindi tukiwa katika ulinzi wake Mungu wetu aliye hai. Amen. Nyanyua mkono wako mmoja juu kwa Bwana. Omba pamoja nami kwa imani, sema: Bwana Yesu, ninasogea mbele zako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, ninajitakasa kwa damu ya msalaba, ninajitakasa kwa damu ya neema. Yesu Kristo, achilia pendo lako kwenye maisha yangu. Hilo pendo likanitenge na mabaya ya kila namna. Ninajitenga na mabaya ya kila aina katika majira ya mwisho wa mwaka. Ninajitenga na mauti ya kila namna katika majira ya mwisho wa mwaka. Nakataa mauti,
nakataa mabaya, nakataa mauti, nakataa mabaya juu ya maisha yangu, ninakataa kwa jina la Yesu. Anza kukataa, omba kwa imani, omba kama utaomba tena. Kataa mabaya, kataa mabaya, mabaya ya kila namna, mabaya ya kila aina, mabaya ya kila jinsi ambayo wametupangia, ambayo wametutengenezea katika majira haya ya mwisho wa mwaka. Ninakataa kwa imani, ninakataa kwa imani kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninajitenga na mabaya ya kila namna, ninajitenga na mabaya ya kila aina, mauti ya kila namna, mauti ya kila jinsi, ninajitenga nayo kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Ninapitisha moto, moto wa damu ya Yesu, moto wa damu ya Yesu, kuwatenga watu hawa na roho za mauti, kuwatenga watu hawa na mabaya ya kila namna, mabaya yaliyotengenezwa kwa ajili ya biashara zetu, kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya uchumi wetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya eneo lolote la maisha yetu. Tunakatayo mabaya, tunakatayo mabaya kwa damu ya Yesu. Hayo mabaya nayakataa, nayakataa, nayakataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Natangaza kwa imani kwenye hii madhabahu, hautapatwa na mabaya, hautapatwa na mabaya, hautapatwa na mabaya. Omba kwa imani, katayo mabaya, katayo mabaya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, roho za mauti za kila namna ambazo huwa zinaachiliwa katika majira ya mwisho wa mwaka, ninakataa mauti ya kila namna, mauti ya kila jinsi. Nakataa, nakataa, nakataa juu ya yule mama, nakataa juu ya yule baba, nakataa juu ya yule dada, nakataa juu ya ile familia kwa damu ya Yesu. Pangua hizo roho za mauti, hizo roho za mauti, jitenge nazo, jitenge nazo. Mauti inayotokana na magonjwa, kataa, kataa kwa damu ya Yesu. Mauti inayotokana na ajali ya aina yoyote, ajali ya kutengenezwa, ajali ya makusudi, ajali ya aina yoyote ambayo haitokani na Mungu, tunakataa, tunakataa, tunakataa hizo ajali za kichawi, hizo ajali za kipepo, hizo ajali za kuzimu. Nakataa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Napangua hizo roho za ajali. Achia, achia, achia kwa damu ya Yesu, achia kwa damu ya Yesu. Mungu wa neema, tunasimamisha damu yako ya msalaba, tunasimamisha damu yako ya rehema, itutenge na hizo roho, itutenge na hizo roho. Mauti ya ghafla tunakataa, tunakataa kwa damu ya Yesu. Mungu uliye hai, tunaomba achilia ulinzi wako juu ya watu wako hawa. Tunaomba ulinzi kwa ajili ya watu wako hawa. Omba ulinzi juu yako, omba ulinzi juu ya vitu vyako, omba ulinzi juu ya familia yako. Omba ulinzi, omba ulinzi. Mungu akufunike, Mungu akulinde, Mungu akuatamie katika jina la Yesu. Ulindwe na nguvu za Bwana unapotoka, ulindwe na nguvu za Bwana unapoingia, ulindwe na nguvu za Bwana mahali popote kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu utulinde, Mungu utulinde, Mungu utulinde. Ninaita damu ya Yesu, ninaita damu ya Yesu kwa ajili ya biashara zetu, ninaita damu ya Yesu kwa ajili ya familia zetu, ninaita damu ya Yesu kwa ajili ya ndoa zetu, ninaita damu ya Yesu kwa ajili ya vitu vyetu, ninaita damu ya Yesu kwa ajili ya kila kilicho chetu. Naita damu ya msalaba, damu ya neema, damu ya rehema ipite, inene mema, isimame kama kafara yetu, isimame kama sadaka yetu, ituwezeshe kuvuka mwaka huko
ushindi. Baba, tunaomba utukufu wa mwisho uwe mkubwa kuliko ule wa kwanza. Tumalize mwaka huu kwa utukufu mkubwa, tumalize mwaka huu kwa utukufu mkubwa, na tuingie mwaka ujao kwa utukufu mkubwa na kwa nguvu kubwa, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu wa neema, utatutunza, utatupigania, utatutetea, utatuvusha, hautatuacha, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu uliye hai, pokea sifa na utukufu, heshima na adhama, maana peke yako unastahili, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Makofi kwa Bwana Yesu. Makofi kwa Bwana Yesu. Amen, 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 amen. Ninakutamkia kwenye hii madhabahu, utavuka kwa ushindi katika jina la Yesu. 2026 uwe mwaka utakaostawi, utakaoongezeka, utakaopata sana katika jina la Yesu Kristo. Tuonane 2026 katika jina la Yesu.